Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Bola Miso Misondo na Mabantu Gram au sababu wanajiita hivyo kwenye ukurasa wa Instagram, linaitwa We DJ. Moja kati ya ngoma kali sana, na habari njema ni kwamba video ya wimbo huu imeshafika hadi kwenye trending za YouTube za juu kabisa, imeshafika hadi namba 1 au sio bwana, kutoka kwa Miso Misondo na Mabantu, moja kati ya track ambazo zina vibe nzuri sana. Na leo kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii Elisha, ama tunamuita Dogo Elisha, nimeona pia yuko na Mabantu wanafanya kitu. Inaonekana Mabantu kama wamependa hivi muziki wa Singeli, na wanaweza wakafanya kitu kupitia muziki wa Singeli. Kwa hiyo wameshafanya mara kadhaa, wameona wajiulize na mambo yamekuwa hivyo. Hii ni Singeli Countdown Top 10. Mimi naitwa Samuel Love wa Kienyeji. Nifuate kwenye mitandao yangu ya kijamii kwenye Instagram, na tumevyo hivyo Samuel Love wa Kienyeji, na mambo ni Mukidesh Predator. Tunahesabu ngoma 10 kali za muziki wa Singeli. Na hapa nipo na wenye muziki wao, wenye sanaa yao. Nipo na ndugu yangu anaitwa Isaac N Bilali, afisa habari na uhusiano wa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Niko naye hapa ndugu yangu, karibu sana. Asante sana sana. Yes, tumeacha muda huu baada ya kuzungumza na mkurugenzi pale kutoka bodi ya utalii. Naam. Tumeacha muda huu tuzungumze na BASATA kidogo, na ndio maana wewe afisa habari na uhusiano wa BASATA uko hapa. Najua kuna habari nzuri kutoka kwenu na tutazipata kutoka kwako. Sawa, ni kweli kabisa. Sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, ambao tunasimamia sekta ya sanaa, sanaa ya muziki, sanaa ya maonesho na sanaa ya ufundi, tumekuja hapa leo TVE. Kwanza tunashukuru sana kwa ukaribisho wenu na kutupa nafasi. Kitu kikubwa ni kwamba sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa sasa hivi tumekuja kidigitali kabisa. Okay. Tunajua maendeleo ya teknolojia, mambo ya tehama, tukasema na sisi BASATA hatuwezi kuwa nyuma, kwa sababu ndio tunashughulikia sekta ya sanaa na lazima sekta ya sanaa iende mbele. Katika kuja kidigitali, tuna mfumo wa usimamizi wa kazi za sanaa unaitwa AMIS, lakini tukaenda mbali zaidi. Huu mfumo ili uweze kufanya kazi vizuri lazima tuungane na wenzetu wa TAMISEMI kupitia mfumo wa TAUSI. Kwa hiyo baada ya kuungana, huu mfumo utatusaidia sisi kupitia maafisa utamaduni ambao wapo kule kwenye serikali za mitaa, yani halmashauri na majiji na sehemu nyingine, waweze kuutumia mfumo wa AMIS na wakao wa TAUSI kuhakikisha wanawafikia sasa wasanii na wadau wa sanaa ambao wapo katika maeneo yao, ambao sisi BASATA ambao tupo makao makuu hapa Dar es Salaam peke yake, inakuwa mara nyingine ni ngumu zaidi kuwafikia. Sasa ili tuweze kutapakaa nchi nzima, lazima tuwatumie wenzetu wa serikali za mitaa. Na tutashirikiana vipi? Lazima tutumie mfumo wa TAUSI na AMIS kuweza kuungana. Kwa hiyo kikubwa BASATA ndo sasa hivi tumekifanya hicho, na tumeona tarehe 22 mwezi wa 4, jambo hili lilikuwa kubwa sana, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu aliweza kuzindua huu mfumo wa kusimamia hizi kazi za sanaa. Okay. Umezungumzia kwamba sasa hivi BASATA mmeenda kidigitali. Kwanza ni jambo ambalo mimi binafsi kama mdau wa sanaa nilikuwa nikilisubiri kwa muda mrefu sana. Kwa sababu najua sanaa haiko Dar es Salaam peke yake, na BASATA sana sana ni Dar es Salaam. Kuna watu wako vijijini huko, wako mikoani pia wanafanya sanaa, wanatamani kuwa rasmi kupitia BASATA. Okay. Kwa wadau ambao ni walengwa zaidi wasanii, kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike sasa hivi? Kwa sasa hivi kwanza itawarahisishia kwenye swala zima la usajili, kujirasimisha, ni wawe rasmi, serikali watambue, wawepo kwenye kanzidata, serikali vile vile iweze kuanza kuwapangia mipango thabiti kwa ajili ya kuendeleza sekta ya sanaa. Kwa hiyo ili aweze kujisajili na kujirasimisha, ni kiasi cha kuwa na kifaa ambacho kinamwezesha kuingia kwenye mtandao, yani smartphone, computer. Na akienda aidha kwa afisa utamaduni au anacho yeye mwenyewe, anaingiza tu kiungo ambacho ni sanaa.go.tz. Akishaingiza ile kiungo, itamtaka afungue sasa kwanza account. Okay. Akishafungua account, ile account akishamaliza kufungua, inampeleka kwenye account ile, itamtaka aweke nywila mpya, nywila yani password. Baada ya link kutumiwa kwenye ile email ambayo alifungulia account. Then baadaye atabidi aingie tena kwenye sanaa.go.tz. Sasa inaingia kwenye account moja kwa moja kupitia ile nywila mpya ambayo
ameiweka kwa muda huo. Akishaingia sasa, kuna maswali ambayo atakuwa anaulizwa, unaona, maswali ambayo anaishi sehemu gani, sanaa gani ambayo anaifanya, lakini vile vile atatakiwa aweke CV yake. CV sio kubwa sana, aelezea ni yeye mwenyewe tu, ajulikane jina lako nani, sanaa gani unaifanya, aidha umeshawahi kupata tuzo au umeshawahi kufanya kitu gani katika sanaa yako. Ni just ukurasa mmoja tu katika mfumo wa PDF, akiweka pale. Baadaye awe na tini namba, vile vile aweke ile namba ya utambulisho wa uraia, yani ile namba ya NIDA. Baadaye baada uwezekana dakika 5 inakuwa jambo limeshakamilika. Tofauti na zamani. Sasa zamani ilikuwa msanii huyu lazima kwanza aende kwa afisa utamaduni. Akienda kwa afisa utamaduni anapewa fomu ya kujisajili. Akishajisajili si yuko peke yake. Afisa utamaduni hawezi kuileta BASATA fomu moja peke yake. Itabidi asubirie na fomu nyingine ili ziwe nyingi, ili kuhakikisha at least cost isiwe kubwa ya kusafisha fomu moja moja. Kwa hiyo inaweza ikachukua mwezi mzima anasubiria fomu ziwe nyingi. Kwa hiyo kuna urasimu ulikuwa unafanyika, muda unapotea. Kwa hiyo afisa utamaduni akikusanya zile fomu akizileta BASATA tunazipokea, tunaanza kuzipitia fomu moja moja. Kama kuna maboresho tunazirudisha tena zikaboreshwe, unaona. Kwa hiyo muda bado unakuwa mrefu sana. Au akitaka haraka asafiri kutoka kule kuja huku, ambayo ni cost vile vile. Lakini sasa hivi ni swala la yeye pale alipo. Anaweza hata kafanyia akiwa chumbani. Yaani chumbani amelala tu anafanya kitu dakika 5 anakuwa shamaliza. I say na tuzungumze kidogo kuhusiana na umuhimu wa mwanasanaa kujisajili. Umuhimu wa mwanasanaa kujisajili kwa maana ya faida ambazo msanii anaweza akazipata baada ya kujisajili. Ni kweli, ni jambo la msingi. Tunajua kwamba ukijirasimisha kwanza serikali inakutambua, na serikali kisha kutambua, serikali inatengeneza mazingira ya wewe kuhakikisha kitu kile ambacho unakifanya kinabadilika kutoka mfumo wa kawaida kwenda kuwa mfumo wa kibiashara, kiuchumi, lakini vile vile ni ajira. Tunaona sekta ya sanaa at least unaona kwamba mtu akitoka anakuwa na watu wengine anawaajiri. Kwa hiyo kutakuwa tunasema sekta mtambuka. Kunakuwa na chain ile value chain inaongezeka. Sio msanii peke yake. Ataajiri mabodyguard, ataajiri uwezekana mhasibu, ataajiri mwanasheria. Yaani anakuwa taasisi kabisa. Unaona? Kwa hiyo sasa serikali lazima ikutambue ili uweze kupata hizo fursa. Lakini kitu kingine, kuna hii mikopo inatolewa na serikali, mikopo ambayo tunasema sio ya riba kubwa, unaona, ambayo wewe msanii ukija na wazo lako zuri unaweza kupata kupitia mfuko wa utamaduni, lakini ule mkopo huwezi kuupata, na serikali imetoa maksudi kwa ajili ya sekta ya sanaa iweze kusonga mbele. Huwezi kuipata bila kusajiliwa na BASATA. Yaani utaenda lakini utakuja, unatambuliwa na BASATA, na ili uwe msanii rasmi Tanzania bara lazima uwe umesajiliwa na nani? BASATA. Sio kuimba tu, sio kuchonga, lazima usajiliwe na nani? BASATA. Lakini vile vile kuna swala la msaada wa kisheria bure kabisa. Ninavyosema msaada wa kisheria bure kabisa, ni prosesi zote za kisheria zinapatikana pale Baraza la Sanaa la Taifa. Kuna dawati maalum ambayo inasaidia mambo ya kisheria. Aidha msanii unataka kuingia mkataba na aidha mtu anataka kukuwezesha, mwekezaji unataka kuingia mkataba wako, si mkataba tunaoveti bure kabisa. Pale kuna wataalamu, wanasheria, mawakili wabobezi kabisa ambao wamebobea kwenye mambo ya sheria za mikataba na mambo mengineyo. Wanaveti ule mkataba bure, hawakutozi kitu chochote. Wewe just kuja pale, ukifika unakutana nao, wanakusaidia, wanakuambia hiki kizuri, hiki kibaya, sasa ni maamuzi yako, wanakushauri, unaona, aidha uingie mkataba au uendelee. Na sasa hivi changamoto za kimkataba kwa wasanii zimekuwa nyingi sana. Kama kuna hiyo opportunity kiukweli sio ya kuacha. Hiyo opportunity ipo na tunawakaribisha sana, lakini tunaenda mbele zaidi kupitia huu mfumo wa AMIS na Tausi. Sasa msanii anaweza akawa anatuma ile mikataba yake moja kwa moja kupitia online. Online anatuma, sisi tunaipokea, lakini vile vile tumeenda mbali zaidi. Ili dawati la kisheria limekaa likasema sasa tutengeneze mfano au modo ya mkataba ambao at least wasanii wetu wanatakiwa waanze kuingia na wale watu ambao wanataka kuwa support. Kwa hiyo ukija na mkataba wako tunawaanisha na ule ambao tunautengeneza. Haya yote ni maboresho ambayo Baraza la Sanaa linafanya at least kuepusha haya mambo ambayo mengine yanaendelea ambayo hayafai kwenye sanaa yetu. I say mimi kama unajua watu wanashindwa kuelewa. Kwanza hapo ulikuwa umezungumzia pia mabouncers na nini. Natamani kupata ufahamu kidogo. Bouncer wa msanii pia naye anatakiwa kujisajili BASATA? Kwa sasa hivi
kwa maboresho ambayo yanakuja, tunasema kwamba at least wanaweza ili wawe affiliated na msanii husika. Kwa sababu gani? Msanii yule ni mlinzi wake. Kinaweza kuja kutokea chochote kile ambacho kinaweza kikasababisha madhara, tukaenda kwenye mfumo wa kisheria. Sasa mfumo wa kisheria sisi ndo tunatakiwa tuje kutolea ushahidi, aidha kwenye kuokoa au kwenye kama sisi BASATA tunamtambua huyu ni bodyguard wa Dula Makabila. Unaona? Kwa hiyo kuna mazingira wale wote ambao wanakuwa affiliated na issue za sanaa. Tunatamani sana waweze kujisajili, na maboresho yapo kwenye kanuni ambazo tunaziombea at least zije kufanikiwa, zipitishwe na bunge, zije kufanikiwa. Kuna maboresho yanafanyika na hawatakuwa na ada kubwa sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo vimepunguzwa mule ambavyo zamani wasanii walikuwa wanaona kama inawezekana ni kikubwa, lakini sasa hivi vinapungua. Sasa hizo kanuni zikipita, hata wewe bouncer ataona kitu cha kawaida sana, kwa sababu na affiliate na huyu msanii, na ili nipate haki zangu naweza so far mimi pia nimesajiliwa BASATA. Yes, mimi sio msanii lakini nimesajiliwa BASATA. BASATA walinipa kazi ya kuwa sehemu ya Hyperman kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival lilofanyika juzi tu hapo tarehe 26. Niliambiwa sitopanda jukwani mpaka niwe na usajili. Kwa hiyo nilikuwa tayari nimesajiliwa, na ili nadhani tuliweke sawa. Unajua watu wanavyosikia jisajili BASATA nadhani ni fedha nyingi sana. Mimi najisajili kwa fedha ndogo sana. Nimejisajili kwa shilingi 40,000 na nimeambiwa kila mwaka natakiwa kulipa 20,000. Sasa wewe unafanya kazi ya sanaa ndugu yangu, kweli ushindwe kutoa 20,000 kwa mwaka na una rekodi ngoma kwenye mastudio, unafanya shows, unashindwa kutoa 40,000. Na moja kati ya faida ambazo niliambiwa hapo, utanisahihisha, ni pamoja hata ukiwa kwenye shughuli zako za sanaa, umeandaa kishow chako hapo mitaa ya Manzese, ikatokea labda likatokea tatizo, wewe mtetezi wako namba 1 ni BASATA. Yani 100% iwe kisheria BASATA atakuwa, kwa sababu ukienda hapa utajitetea, nilikuwa nafanya shughuli yangu ya sanaa, BASATA tutapigiwa simu. Mnamtambua huyo, sisi tukivuta kwenye database Samio yupo. Huyu wa kwetu yuko sehemu gani? Yuko sehemu fulani. Tunakuja tunaona yuko sehemu salama. Yuko sehemu salama, kama kuna kitu tunatakiwa tumsaidie, tunasaidia bure. Mnataka nini tena jamani? Zamani mlikuwa mnasema BASATA wakali wanafungia, sasa hivi bwana washakuwa marafiki zetu, tunahitaji kuwakumbatia na kusupport mfumo. Tukumbushe tena namna ya kujisajili. Namna ya kujisajili, unatafuta simu yako au kifaa chochote ambacho kina support internet, unaingiza sanaa.go.tz, utaulizwa kwa mara ya kwanza. Ukiwa kama ndo unasajiliwa mara ya kwanza, watakuambia register now. Utaenda register now ili kutengeneza account. Hiyo account ukishaitengeneza, utatumiwa link kwenye email ambayo umeiandika muda ule ambao unafungua hiyo account. Sasa email utatumiwa tena link kwenye email yako. Ukiingia kwenye hiyo link sasa ndio itataka uingize zile nywila mpya za kuweza kuingiza kwenye mfumo. Ukishaingia kwenye mfumo sasa, kuna maswali ambayo ni maswali elekezi, ni maswali yale ya kawaida sana, kama unafanya sanaa gani na uweke viambata gani ambavyo unatakiwa kuhakikisha kwamba wewe kweli unafanya hii sanaa na wewe kweli ni Sammy Love, unatakiwa uweke hiki ili uweze kusajiliwa. Kwa hiyo issue kubwa ni kujua kile kiungo na kutumia hivi vifaa ambavyo vinasapoti mtandao, basi shughuli imeisha, umemaliza kila kitu. Bana, huyu ni Isaac Bilali, afisa habari na mahusiano kutoka Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, amekuja kutuletea habari nzuri kabisa, au sio bwana? Nadhani umeisikia clear. Sitaka kuongeza maneno mengi, mfanya hivyo, na kwa sababu sisi kwenye Singeli Countdown hapa tunakuepo, tutakuwa tunakumbushana pia kupitia hapa ili watu waweze kufanya hivyo. Asante kwa wote ambao mmeitazama Singeli Countdown leo. Mimi naitwa Sammy Love wa kienyeji. Hivi unavyoniona nimevaa leo, nimevalishwa na Robin Fashion. Ni maduka ya nguo yapo Dar es Salaam, Kinondoni studio pale. Yes, unaweza kaenda pale ukapendeza. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya nguo za watoto, unaweza kaenda pia ukapendeza na mambo yakawa fresh kabisa, na siku ya leo imeenda poa. Asante kwa wote ambao wameshiriki kwenye show hii. JR Junior, producer wangu Ovi bana, amehusika kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha show inaenda poa, lakini pia Medi amehusika kwenye mambo ya kuswitch Kimoka pale studio.
kwenye upande wa digital kukatakata mapicha. Zainabu pale pia ameshiriki vizuri kabisa. Yes, lakini pia ndugu yangu Bwana Mshindo kwenye kupost Instagram kule. Yes, mambo yamekuwa mazuri kabisa na mimi nimefurahi kabisa. Lakini pia tushukuru uwepo wa mkurugenzi wa masoko kutoka TTB Tanzania Tourism Board, bodi ya utalii Tanzania, alikuwepo hapa Mheshimiwa Ernest Mwamwaja. Alikuja hapa, tumezungumza mambo mengi kuhusiana na utalii na naamini kuna mengi anakuja kupitia Singeli Countdown, kupitia EFM, kupitia Genge, kupitia Funga Mtaa. Mimi naitwa Samuel. Jina naitwa Helena, nimetokea Mbezi Beach Africana. Ni mshindi wa zawadi kutoka Lobby One Fashion. Nilisikiliza kipindi cha Funga Mtaa. Wapenzi wasikilizaji wa EFM na wasi msikilize kipindi cha Funga Mtaa na Genge, mtajipatia zawadi kutoka hapa Lobby One Fashion kona ya Mwananyamala. Oi, mimi wa Kenyaji Samuel Love, balozi wa maduka Lobby One Fashion. Nipo hapa kwenye maduka Lobby One Fashion. Kilichonileta hapa ni kuja kukuhabarisha wewe tu ambao unanitazama sasa hivi kwamba ukija kwenye maduka Lobby One Fashion unapata kile ambacho unachohitaji. Kuna nguo za aina zote, watoto wakubwa, zinapatikana hapa. Lakini kubwa zaidi, hiki ambacho unaniona nacho sijaja nacho kwa urembo. Yani popote ulipo Dar es Salaam hii ama Tanzania hii, unaweza ukaletewa mpaka hapo ulipo. Ingia kwenye page zetu za mitandao ya kijamii. Instagram ni @Lobby1Fashion au vibana, ukiingia pale ukichagua nguo unayotaka unaletewa mpaka ulipo. Chombo iko hapa. Lakini pia ukisikiza vipindi vya EFM, Genge pamoja na Funga Mtaa, na ukitazama Singeli Countdown TVE au sio bwana, una nafasi ya kushinda kama ambavyo leo dada yangu huyu ameshinda na amekuja kwenye maduka ya Lobby One Fashion kupendeza. Oya, the house of fashion ni Lobby One Fashion. Subscribe my YouTube channel, Samuel Love.